Matumaini yangu ni kwamba usalama mpendwa mtazamaji wa Kimoni Post TV. Karibu fuata habari za leo kutoka Goma. Katika mahojiano na New York Times, Joseph Kabila ameanzisha tena mjadala kuhusu makubaliano ya mpito wa mwaka 2018 na Felix Tshisekedi, akithibitisha kuwepo kwa makubaliano ya kisiasa kuhusu uchaguzi wa urais. DRC inakabiliana na Jamaica tarehe 31 Machi 5 za usiku saa za Goma kwa nafasi ya kombe la dunia. Wakazi wa Goma wakiwa na shauku na wamejipanga, wanangojea mechi hiyo kwa matumaini na hamasa baada ya kusubiri kwa miaka 50. Hujambo. Katika mahojiano na The New York Times kutoka Goma, Joseph Kabila ameondoa kimya chake na kurejelea makubaliano ya mpito ya mwaka 2018 na Felix Tshisekedi. Blaise Basabose na maelezo kamili. Mimi ni mkulima kwanza, alisema Joseph Kabila. Alisema yeye ni mtu wa kawaida na mnyenyekevu, hata kama watu wengi waliwahi kumtuhumu yeye na watu wake na kula pesa ya serikali wakati alikuwa rais wa miaka 18. Kabila alitaka mashtaka hayo, ingawa ripoti nyingi ziliwahi kusema kulikuwa na uporaji mkubwa wa mali ya nchi. Alizungumza uchaguzi wa mwaka 2019 na mnamo Felix Tshisekedi aliingia madarakani, Kabila alionyesha kuwa kulikuwa na makubaliano ya kisiasa. Alisema waliona ni vizuri rais mpya awe na wengi wa bunge na serikali ya muungano ili nchi ibaki na amani. Miaka 7 baadaye akakubali kuwa alifanya makosa fulani. Alisema kuna mambo ambayo walipashwa kubadilisha katika kipindi hicho. Kabila pia alitaka kusema kwamba utawala wake uligandamizwa na wapinzani kwa kisiasa. Alipoulizwa kama anaweza kurudi tena kuwa rais, hakusema ndio wala hapana waziwazi. Alisema Kongo inahitaji wazalendo na watu wanaoweza kuiongoza vizuri. Kwa sasa akiwa Goma, eneo lenye kukabiliwa na F23, Kabila bado anaendelea kuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa kisiasa nchini DRC. Alikuwa rais tangu mwaka 2001 baada ya kifo cha baba yake Laurent Désiré Kabila, na alitoka madarakani mwaka 2019 baada ya uchaguzi wenye mabishano mengi. Mashariki mwa DRC, magaidi wa ADF walishambulia tarehe 30 Machi maeneo ya Makoko, Muchanga na karibu nayo katika wilaya ya Mambasa jimboni Ituri. Waliwaua watu wawili, kukamata wakazi kadhaa na kuiba mali nyingi. Waliaka moto makazi mamia katika Kulungu na kufyatua risasi katika vijiji, wakiwa wamewapata wakazi wakiwa wanalala. Maelfu ya wakazi walikimbia kwenye Mombasa na Bahaha baada ya shambulio hilo. Lasa John Kalimasio tu ziki Kapa Israeli yango pa Jonathan yango Ezekiel
tel nga mibale yango. Pas. Nani leka mekes. Biso. Kwa etage ezalaki ya. Nyonso ekei etina se. Pas maîtresse. Kwa Dominique nyonso etina se. Elle a vu tout etina se. Depois. Para William. Ah, bien sûr. Cabaron. Ampiango. Gandaku. Pasti makasih. Pasti terima makasih. Wakati hayo yakijiri, zaidi ya raia 318 wengi wakiwa wakazi wa Mani wamekamatwa na magaidi wa ADF katika kijiji cha Bakwanza katika barabara kuu nambari 4 Mombasa Komanda jimboni Ituri. Kutoka Jumamosi tarehe 28 hadi Jumapili 29 Machi, kulingana na shirika CRDH, magaidi wa ADF walizunguka misitu karibu na vijiji vya Bangungwe, Masiliko, Mabuluku na Bengosoli. Kutokana na hali hii, CRDH inawaomba wakazi kuwa makini zaidi, kuepuka safari zisizo za lazima na kuripoti mara kwa mara visa vya kutiliwa shaka. Hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kuwa na magumu zaidi, yani inaendelea kuwa mbaya zaidi katika maeneo ya groupement Bakwanza, sheferia Bakwanza, mnamo hasa mashamba zinazokuwa katika mavilaje za Babungwe, Masiliko, Mabukulu na Bengasoli. Habari ni kama tangu jana siku 28 mwezi hii na mwaka tunaokuwa ndani, ni watu zaidi ya 388 wamesha kamatwa mateka na wahuni wa ADF, ambao kwa sasa wamekuwa wakizunguruka ndani ya misitu ya vijiji Mbabungwe, Masiliko, Mabukulu na Bengasoli katika mtaa ya Mombasa. Jambo hii inaleta kujuta sana kuona hata kama tunakuwa na mara nyingi kwa kuleta malalamiko na kufanya maalert, lakini vitu ni kama hatufanye kazi, watu hawasikie, na wakuu viongozi wanakuwa sawa kama hawasikie hata neno moja. Na oneni basi kwa sasa watu ambao wamekamatwa mateka hii
na kwa sasa hawajulikane wapi wanaenda na lini watatoka. Ndio maana tunaendelea kuweka mkazo kwa ukosefu wa hali kuwa nzuri, yani wa usalama ambayo inakuwa sasa kama kawaida katika maeneo hii. Ni wakuu viongozi basi wangepashwa kufanya haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuweza kupigana ADF mahali pote anaposhtakiwa kuwa naishi, na waweze kuondosha wale watu ambao wametekwa nyara, wamekamatwa katika mkono yao, na waweze kuendelesha makazi yao wakawa huru, kwa sababu isingeliwezekana basi watu waweze kunaswa hivi na wakuu viongozi waangalie na kitu hata moja ikisifanyike. Basi wakuu viongozi wajitie nguvu na waweze kufanya maoperasyon kubwa sana ndani ya maeneo ambapo ma-IDF wanakuwa ndani. Kama nilivyosema awali, RDC inakabiliana na Jamaika tarehe 31 Machi mwaka huu katika Estadio Akron, Mexico, saa 5 za usiku saa za Goma, kwa nafasi ya kombe la dunia 2026. Wakazi wa Goma wanangojea matokeo ya mechi hiyo kuu kwa shauku na matumaini baada ya miaka 52 ya kusubiri. Kocha Sebastien Desabre amesitiza kwamba mechi hiyo ni muhimu zaidi. Katika mji wa Goma, wakazi wanangojea kufuzu kwa DRC kwa shauku. Kila shabiki anayo imani na anasubiri tu kusherekea. Et mon pronostic est simple, je peux dire que l'RDC pour le moment est un peu fort sur le plan stratégique et technique. Nous observons de loin qu'ils sont quand même forts et nous félicitons cette technique-là. Alors, à mon point de vue, j'aimerais à ce que l'RDC puisse renforcer ses capacités au milieu de terrain, la défense. J'aimerais à ce que l'attaque soit efficace et puisse supporter des surcharges qui peuvent surgir au milieu du terrain. En fait, c'est ça mon pronostic. Oui, le classement est un peu bien, mais il faut encore revoir en fait, des capacités et des qualités et les tamiser en profondeur en fait. Parce que nous devons gagner. Nous devons gagner parce que c'est sûr. La victoire, le score, je peux estimer que le score soit à 2-0. De bien tenir le match, de ne pas se relâcher au milieu du match en fait. Qu'il soit fort du début à la fin. Parce que nous remarquons des fois nos faiblesses sont sur le parcours du match en fait. Il nous arrive des fois d'être fatigués là où nous devions être très tenants pour gagner les matchs. Et c'est des fois les risques qui nous surviennent de perdre les scores, de perdre le match en fait. Alors j'aimerais à ce que la RDC, la République démocratique du Congo en particulier, puisse tenir du début à la fin. Que nous puissions avoir un témoignage fort de la République démocratique du Congo. Que ça soit donc une histoire, un match qui va laisser l'histoire dans la République démocratique du Congo. Ah, ok, merci beaucoup dada. Kwa majina mie ni Beni Masirika. Na hivi sai moralement niko yulu sana. Na hivi kimawazo niko Mexique kwanza. Na hivi niko na prepare victoire yetu leo Leopard. Tuko na gagner sana. Na hivi niko napenda nitie wenzetu ba supporter force na kubambia kama leo Leopard tuko na remporter victoire. Mie kubisirani niko nao ya hii match niko hata besoin ya 5-0. Lakini basi parce que souvent on dit que le football est facile mais il est difficile de jouer facile. Donc leo hata 3-0 quand même c'est bien. Vis-à-vis na classement ya Desabre, de ma part ni classement yenye iko bien parce que siwezi contredire Desabre ni mtu mwenye anatosha ekipe mbali na pale kwa anafika jusque là anajua calculer za bieze iko ndani. Hii match iko na pression sana parce que avec Mediane yetu tuko na Mediane yenye iko bien itadistribue balo na attaque itakuwa iko bien na alimenter. Pronostic ni match ya 3-0. Tunakuwa kana langage ya kusema ke fimbu na fimbu. Donc leo kabisa ni fimbu na fimbu. Merci beaucoup de la question. Alors avant de commencer, je souhaite à mon pays, la RDC, bonne chance, qu'il se qualifie d'abord au mondial. Alors,
Concernant les classements, je vois que mon pays s'est bien débrouillé ces derniers temps. Ils ont des bons joueurs. Alors, j'espère un beau pronostic. 3-0, ça va. Oui. Concernant les classements, notre coach s'est bien débrouillé en choisissant les meilleurs joueurs, en faisant la sélection. Et vu qu'il s'est bien débrouillé. Concernant les classements, nous allons gagner ce match aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à les adresser, seulement les soutiens. Il faut qu'ils soutiennent leur pays, les joueurs, les coachs, tout le monde, afin que nous puissions amener cette victoire à la maison. Kwa upande wao, mabunge wengi wa taifa wamejitokeza kuunga mkono timu la taifa la DRC katika mechi hiyo ya kihistoria. Wameondoka nchini kwa dakika za mwisho kujiunga na ujumbe wa Kongo huko Guadalajara. Wanaonyesha imani yao kwa ushindi wa timu la taifa. Bon, c'est un message d'abord d'espoir. Tuko pale juu ya kupeleka timu yetu ya taifa mbele. Unajua kama tunawina hii match tunaenda Coupe du Monde. C'est depuis 1974 que République démocratique du Congo ayapigana Coupe du Monde. Hii ndio occasion ya kusema Kongo yetu icheze Coupe du Monde na tupeleke heshima ya nchi yetu gisi inastahili, parce que baba wa taifa son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo anaweka mamwaya yote ile atuyaonaka avant pour que République démocratique du Congo yetu ifike mui étape. Tuko na equipe mzuri, tuko na entraîneur mzuri Sébastien Desabre, na tunaomba wakongole wote bakatange bote bakwe ku Kongo yake pour que equipe yetu yende au Coupe du Monde. Mnajua président lieka paka na ba fanatique ba supporters bote bapate ma visa ba accompagner équipe nationale. Malheureusement wakati ilikuwa kidogo, ma visa itoke. Tunaomba ba animateur équipe nationale à soutenir l'équipe à partir ya ma base yabo, et que tous les Congolais ba Kongomani bote ba supporter équipe ili tucheze tuine Jamaïque na tukuye wabingwa wa ile mechi. Unajua Nord Kivu, Sud Kivu ni vita, lakini watoto wa Goma, watoto wa Sud Kivu, watoto wa Butembo, wa Lubero, wa Beni, hata wa Ituri, wote na Kisangani wanasema Kongo haitagawanyiwa hata siku moja, hata kama tunaishi vita. Na ni kusema hata kama vita inakuwa, wanasema wanabeba katika roho zao ekipe yetu ya Leopard, na wanasema mibaraka yote iko juu ya hii timu, na tunaamini ya kwamba hapa siku kidogo victory tunakuwa nayo Kongo. Turudi nchini. Rais wa bunge la Haut-Katanga Michel Kabwe ametangaza ukaguzi wa bunge juu ya usimamizi na matumizi ya fedha kutoka kodi ya madini katika mashirika ya wilaya. Ukaguzi huu ambao pia unahusisha mapito ya masharti ya kazi utafanyika wakati wa kikao cha bunge cha Machi 2026. Tangazo hili limefanyika wakati wa ufunguzi rasmi wa kikao hicho. Ce contrôle ne doit pas être regardé comme un instrument de répression d'une institution par une autre, mais plutôt comme une faculté ou un gage de bonne gouvernance et de vitalité démocratique. Ainsi donc, j'en appelle une fois de plus à l'exécutif provincial de mettre à la disposition de notre commission permanente économique et financière les éléments nécessaires afin de lui permettre d'élaborer son rapport de contrôle parlementaire à soumettre à l'Assemblée plénière. Aussi, la transparence, l'affectation, la gestion des fonds de la redevance minière des entités territoriales décentralisées, ainsi que leur cahier de charges feront l'objet d'un contrôle parlementaire rigoureux. L'Assemblée provinciale sera aussi très regardante sur les obligations relevant de la responsabilité sociétale des entreprises minières contenues dans le code minier et dans le règlement minier.
Kwa kumalizia, huduma ya taifa inatarajia mavuno ya tani 40,000 za mahindi kwa msimu wa kilimo 2025-2026. Kamanda Luteni Jenerali Jean-Pierre Kasongo Kabwik anatangaza ongezeko la 60% ukilinganisha na tani 25,000 za msimu uliopita. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi za huduma la taifa tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante kwa kufuata mwanzo hadi mwisho. Tutane kesho kwa habari zingine, huku tukitakia timu la taifa la Kongo kuweza kuwina mechi yake ili kuweza kuhudhuria kombe la dunia.